Home Clinic. Mtazamaji wa SAUT TV, ninakusalimu popote pale ulipo. Karibu katika kipindi chako pendwa cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu, kipindi kinachokupa nafasi wewe kuweza kujifunza na kupata uelewa juu ya masuala mbalimbali ya afya. Na siku ya leo tutaangazia mada inayosema madhara ya kutumia vifaa vyenye mwanga mkali kwa muda mrefu. Vifaa hivyo ni kama vile simu, laptop, kompyuta na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Na nikwambie tu ya kwamba katika ulimwengu huu wa kidigitali, matumizi kama vile ya simu, laptop na kompyuta yamekuwa ni sehemu ya maisha ya walio wengi, ikiunganisha mabilioni ya watumiaji ulimwenguni kote. Hivyo tutaangazia mada hiyo, ambapo tutapata nafasi ya kuweza kumtazama daktari akieleza kwa kina kuhusiana na mada yetu. Ni daktari wa zahanati ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT Campus ya Mwanza. Lakini pia utaweza kutazama wananchi wakieleza namna ambavyo wao wamekuwa wakitumia vifaa hivyo katika maisha yao ya kila siku. Utakuwa nami Stella Po, mtangazaji wako. Karibu tuwe sote mpaka pale nitakapokuambia kwaheri. Awali ya yote tujikumbushe katika clinical puzzle ya wiki iliyopita, ambapo swali lilikuwa likihoji ni zipi dalili za ugonjwa wa figo, na majibu yake ni kama ifuatavyo, mtazamaji wa SAUT TV, ndani ya kipindi cha Home Clinic. Dalili za ugonjwa wa figo ni kama vile kuvimba uso, miguu na tumbo, kuhisi kichefuchefu, kupata kizunguzungu, kukosa usingizi na hata kukosa hamu ya kula. Hizo ni miongoni mwa dalili tu za ugonjwa wa figo. Na baada ya kujikumbusha katika clinical puzzle ya wiki iliyopita, ni wasaa wa kutazama afya storyline ya wiki hii. Matumizi ya vitu vyenye mwanga mkali kwa muda mrefu kama simu, kompyuta, television au taa zenye mwanga mkali sana yanaweza kuwa na madhara kwa afya, hasa kwa macho na mfumo wa neva. Msikilizaji, karibu katika makala ya siku hii ya leo, ambayo tutaangazia ni nini madhara ya mwanga wa vifaa vya electronic katika macho ya mwanadamu. Mwanga ni nishati inayotusaidia kuona na kutambua mazingira yanayotuzunguka. Mionzi ya mwanga usafiri kwa kasi kubwa sana na kuonekana kwenye macho ya mwanadamu. Mwanga uzalishwa na vyanzo mbalimbali kama jua, taa, moto au vifaa vya umeme. Mwanga wa vifaa vya kielektroniki ni mwanga unaotolewa na screen au sehemu ya kutoa nuru katika kifaa kama simu, kompyuta, television au tablet. Mwanga huu hutengenezwa kwa kutumia teknolojia kama a light emitted diode na mara nyingi huwa na kiwango kikubwa cha mwanga. Kitaalamu, mwanga huu ni sehemu ya mionzi ya umeme inayoonekana kwenye macho ya mwanadamu. Mwanga huu hutofautiana na mwanga wa kawaida, yaani mwanga wa jua, kwani mwanga huu wa skrini huwa karibu sana na macho kwa sababu mtu hutazama kwa umbali mfupi na kwa muda mrefu. Hali hii inaweza kusababisha uchovu wa macho, kukauka kwa macho na maumivu ya kichwa endapo mtu atatumia kwa muda mrefu. Aidha, mwanga wa vifaa vya kielektroniki hasa wakati wa usiku unaweza kuvuruga homoni ya melatonin ambayo husaidia mwili kupata usingizi. Matokeo yake, mtu anaweza kupata shida ya kulala au kulala kwa muda mfupi, hali inayoweza kuathiri kiafya pamoja na kiakili kwa ujumla. Wataalamu wa afya wanashauri kufuata kanuni ya 20-20-20, ikiwa na maana kwamba kila baada ya dakika 20 za kutazama screen unapaswa kuangalia kitu kilicho umbali takriban mita 6 kwa angalau sekunde 20. Kupunguza mwanga wa screen ili uendane na mwanga wa mazingira, kuweka umbali sahihi kati ya macho na kifaa unachotumia, kuepuka kutumia simu au kompyuta angalau katika lisali moja kabla ya kulala, na ni muhimu kupumzisha macho mara kwa mara kwa kufumba macho kwa sekunde chache au kupepesa mara kwa mara ili kuzuia ukavu wa macho. Lengo ni kulinda afya ya macho, ubongo pamoja na usingizi. Teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Ni wajibu wetu kuitumia kwa busara na kwa kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya, kwani matumizi ya vifaa vyenye mwanga mkali kwa muda mrefu yanaweza kuathiri afya ya macho, usingizi na ustawi wa mwili kwa ujumla. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako na Faith Olomi. Na hiyo ndiyo afya storyline ya wiki hii ambayo imeeleza kwa kina juu
ya madhara ya kutumia vifaa kama vile simu, laptop na kompyuta vikiwa na mwanga mkali. Mara baada ya Afya Storyline hiyo, ni wasaa kwenda kutazama maoni ya wananchi ambayo wameyatoa kutokana na mada ambayo nimeweka mezani kwa siku ya leo. Karibu uweze kuwatazama. Kwanza nikianza kuongelea suala la mwanga mkali kutoka kwenye simu, ambao simu na kompyuta. Kwanza kompyuta na simu mara nyingi hutoa mwanga wa blue, ambao mwanga wa blue huathiri homoni ya melatonin, ambayo ni homoni inayomsaidia mtu kupata usingizi. Kwa hiyo 99% ya mtu ambaye anatumia mwanga mkali kwa muda mrefu ni kwamba hii homoni inapunguza matumizi yake na nguvu yake. Kwa mwisho wa siku yeye anachokuja kukipata ni kwamba usingizi unakuwa ni mbovu, yani anashindwa kupata usingizi kama inavyotakiwa. Hupelekea macho kuuma. Kivipi? Hupelekea macho kuuma hasa pale unapokuwa unatumia vitu vyenye mwanga mkali. Hupelekea macho kuwa mekundu, macho kuathirika hivyo. Namba 2, hupelekea kuvurugika kwa usingizi. Pale unapokuwa unatumia vitu vyenye mwanga mkali, mfano kama kompyuta au simu, wakati unatumia mwanga wako ukiwa mkali, hupelekea kuchelewa kupata usingizi. Cha kwanza kichwa kinakuwa kinauma, sawa. Cha pili mtu anakuwa anaona ukungu, haoni vizuri, sawa. Halafu cha tatu mwili anakuwa anajihisi kichwa kuchoka, sawa, kwa sababu anakuwa anatumia hizo electronic device kwa muda mrefu bila kupumzika. Kwa ushauri zaidi, sawa, inapaswa atumie mtu kwa muda mfupi sana hizo electronic device, sawa, kwa sababu akitumia muda mrefu inapelekea kuharibika kwa macho. Na mtazamaji wa SAUT TV, mara baada ya kutazama maoni hayo ya wananchi ambayo yamejitanabaisha kwa namna yake, kila mmoja ameweza kuelezea anavyoelewa juu ya mada niliyoweka mezani kwa siku ya leo. Na maoni hayo ya wananchi moja kwa moja yananipeleka katika chumba cha daktari, ambapo kwa siku ya leo tunaye Daktari Milton Edward kutoka zahanati ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT Campus ya Mwanza. Daktari, karibu sana. Na kwa kuanza daktari, pengine ni madhara yapi yanaweza kujitokeza mtu pale anapotumia vifaa vyenye mwanga mkali kwa muda mrefu kama vile simu, laptop au kompyuta? Unaweza kukaa na madhara yanayojitokeza baada ya kuwa umetumia vifaa hivyo kwa muda mrefu. Madhara yanaweza kujitokeza ni kwanza, unapokuwa muda mrefu umekaa kwenye kompyuta au simu yako, inakupunguzia ule uwezo wako wa kuwa active. Body movement zinapopungua, mtu ana uwezo anakuwa kwa hatari ya kupata uzito mkubwa kwa kiasi, kwa sababu ya kushinda ndani, kupenda kutumia simu au kompyuta kwa muda mrefu kwa kufanya vitu ambavyo labda havina maana, labda kama kucheza game na nini, badala ya kwenda kufanya michezo mingine. Kwa hiyo inamweka mtu katika hatari ya kupata uzito mkubwa. Pia anapokaa muda mrefu anaweza kupata madhara ya kama kuumia sehemu za uti wa mgongo au kiuno, kupelekea mtu anakuwa anapata maumivu ya mara kwa mara kwenye maeneo hayo ya mifupa. Pia mwanga mkali unasababisha majimaji yale katika jicho kupungua au kukauka. Haya maji yanapopungua au kukauka yanasababisha jicho liwe kavu na inampelekea kuwa anawashwa na macho. Kwa hiyo itamfanya mtu anajikuna mara kwa mara, na kujikuna huko kunaweza kuleta madhara kama ya michubuko kwenye jicho, vidonda, na vidonda hivyo vikipona kwa bahati mbaya vikaleta makovu, mtu anaweza akashindwa kuona vizuri mbali, ambapo inaweza kumpelekea labda kufanyia operation au kuhitaji matibabu ya namna tofauti ili kuweza kurudisha uoni uliopotea. Na ni dalili zipi za awali ambazo mtu huyu akiziona moja kwa moja anaweza kujua kwamba tayari ameathiriwa na kutumia vifaa hivyo vyenye mwanga mkali? Dalili za awali ni jicho linakuwa kavu. Unahisi macho yanakuwa makavu na kuwashwa mara kwa mara, mtu anakuwa anajikuna macho. Baadaye ndo anaanza kupata shida za kutokuona mbali au karibu. Naam, shukrani sana daktari kwa maelezo yako mazuri kabisa ambayo
ni ya kitaalam, na naamini ya kwamba mtazamaji analo alilolipata kwa siku ya leo la kujifunza. Na mtazamaji wa SAUT TV, ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic maweza kumtazama daktari akieleza madhara ambayo yanaweza kujitokeza pale ambapo wanatumia vifaa vyenye mwanga mkali kwa muda mrefu, na dalili za awali ambazo zinaweza kukujulisha wewe kwamba tayari afya ya macho kidogo imekumbwa na tatizo, na ambalo tatizo hilo linahitaji kutafutiwa ufumbuzi wa haraka. Ni wasaa sasa kutazama clinical message ya wiki hii. Clinical message. Clinical message. Na hiyo ndio clinical message ya wiki hii ambayo mara zote inakupa nafasi ya kuweza kuelewa zaidi kuhusiana na mada ambayo iko mezani kwa siku husika. Na clinical message hiyo inanipa wasaa tena wa kurudi katika chumba cha daktari ili kuweza kupata ushauri. Daktari, nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na matumizi ya vifaa hivi, laptop, simu au kompyuta na vifaa vingine ambavyo mara zote lazima viwe na mwanga ili mtu aweze kuvitumia? Unapotumia kwa muda dakika 20 au 30, basi uweze kutazama eneo lingine tofauti na kifaa chako kwa umbali fulani kama mita 10 au 20, ndipo uweze kuendelea. Lakini tutumie vifaa hivi tunapokuwa na mahitaji nao ya kazi ya muhimu, sio kwa kucheza game na mambo mengine. Daktari, ni kushukuru sana kwa muda wako ulioutoa kwa ajili ya kuungana nasi ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic. Na mtazamaji wa SAUT TV, ni kuambie tu ya kwamba huyo ni daktari ambaye ameweza kutupitisha kwa kina kuhusiana na mada ambayo nimeweka mezani kwa siku ya leo, inayoangazia madhara yanayoweza kusababishwa na matumizi ya vifaa vyenye mwanga mkali kama vile simu, laptop au kompyuta kwa muda mrefu. Na wasaa huu twende tukatazame clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle. Clinical puzzle hiyo ni kiashiria cha kwamba kipindi cha Home Clinic kinaelekea tamati. Mimi nikwambie tu ya kwamba una nafasi ya kutuandikia maoni yako katika uwanja wetu wa comment juu ya clinical puzzle hiyo, na maoni yako yatasomwa katika kipindi cha wiki ijayo. Kumbuka tu ya kwamba una nafasi pia kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok na YouTube kwa jina moja tu la @SAUTTV_TZ. Na nikwambie tu ya kwamba kwa siku ya leo tumeangazia mada inayosema madhara yanayoweza kusababishwa na matumizi ya vifaa vyenye mwanga mkali kwa muda mrefu. Umeweza kutazama wananchi wakieleza kwa namna yao, namna wanavyoelewa juu ya mada hiyo. Pia umeweza kumtazama daktari ambaye ameelezea madhara, pia ameelezea dalili za awali ambazo mtu anaweza kuziona na kujua kwamba tayari afya ya macho haiko vizuri. Na mpaka kufikia hapo, mimi nikuambia Home Clinic kwa siku ya leo haina la ziada. Ulikuwa nami Stella kwa mtangazaji wako. Kwa heri kwa sasa, uwe na wakati mwema. Home Clinic.